Kitabu tunachosoma ni Matn Abi Shujaa. Leo tutakuwa katika mlango wa swala ya Idi, swala ya Idi mbili. Mtunzi wa kitabu amekuwa akituchukua kidogo kidogo na kutufahamisha. Baada ya kumaliza swala za faradhi na namna ya kuziswali na hukumu ya hizo swala, kaanza nyakati za swala, akazizungumzia swala tano zote, kisha akazungumza hukumu ya hizo swala kwamba ni wajibu kwa Muislamu baligh aqil mukallaf. Kisha akatujulisha nguzo za swala na nyakati zake, kisha akatujulisha sunna za swala hizo za faradhi, na akatuambia sasa kuiswali hiyo swala kwa jamaa ni faradhun kifaya au sunnatu muakkada. Alivyomaliza mtunzi ametuleta katika swala ya jamaa, akatuelekeza namna ya kuswali jamaa na kipi ukikikuta utapata jamaa. Kisha akatuleta katika swala ya Ijumaa. Jana tukaisoma swala ya Ijumaa, tukajua Ijumaa ya kwanza na hukumu ya swala ya Ijumaa kwamba ni faradhi ain kwa kila mtu na inaswaliwa jamaa. Sasa faradhi amemaliza, anatuleta kwenye sunna, na mtunzi wa kitabu madhali amemaliza faradhi, alafu ameanza na sunna ya Idi mbili. Hii ni kuonyesha kwamba sunna ya Idi mbili ni sunna kubwa kuliko sunna zingine. Yaani hivi alivyopanga hivi kwamba baada ya faradhi inakuja sunna ya Idi mbili, ni kuonyesha kwamba sunna ya Idi mbili katika swala zinazoswaliwa kwa jamaa, basi Idi mbili ina umuhimu mkubwa sana, na ndio maana katoka kwenye faradhi kaja kuzitaja sunna ya Idi mbili. Kwa hiyo leo tutajifundisha hilo, na kabla ya kuingia katika darasa tuangalie kwanza chimbuko la sunna ya Idi mbili. Hadithi ya Anas ambayo imepokea Imamu Ahmad na wengine. Anas anasema Mtume aliwakuta watu Madina wanasherekea siku mbili, siku mbili katika ujahilia wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika akawauliza, wakasema hizi ni siku mbili, sisi huwa tunafurahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, mmebadilishiwa hizo siku mbili, mmepewa siku bora. Hizo siku mbili ni Idul Fitri wa Idul Adha. Sasa nyinyi kama Waislamu mtafurahi na nyinyi katika mwaka siku mbili, kama walivyokuwa hawa tumewakuta Mayahudi wanasherekea siku mbili, na nyinyi Waislamu Mwenyezi Mungu amekubadilishieni, badala ya kuungana na hawa mkasherekea, Allah amewaletea siku zenu maalum, siku mbili, Idul Fitri na Idul Adha. Kwa hiyo Idi imeanza kuswaliwa mwaka wa pili wa Hijra. Idi katika Uislamu imeanza kuswaliwa mwaka wa pili wa Hijiria, kwa sababu ndio mwaka iliyofaradhishwa saumu ya Ramadhani, mwaka wa pili.
Tukisema wa hijiria, mwaka wa pili aliohamia pale Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Mwaka wa kwanza kulikuwa hakuna Ramadhani, lakini mwaka wa pili kukawa na Ramadhani. Kwa hiyo baada ya Ramadhani ikaja Idul Fitri, kisha Idul Adha, idi ya kuchinja. Wanazuoni wamehtilafiana idi gani ilianza katika hizi mbili, Idul Fitri au Idul Adha. Wengi wanasema ilianza Idul Fitri kisha Idul Adha, na wengine wanasema alianza Idul Adha kisha Idul Fitri, lakini hili sio muhimu kujua ameanza au ameanza ipi na ya kwanza ilikuwa ipi na ya mwisho ilikuwa ipi, sio neno, lakini kubwa kwetu ni kujifundisha kwamba idi ni miongoni mwa swala za sunna zinazoswaliwa kwa jamaa. Kwa hiyo hilo ndio jambo la msingi ambalo nilitaka sote tulijue na tujifundishe leo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-muallif rahimahullah wa rahimana jami'an. Faslu fi salati al-Eidain. Anasema huu ni mlango unaopambanua swala ya idi mbili. Akisema unaopambanua, unapambanua namna gani watu waswali idi mbili, na haiko mbali. Leo tuko Rajabu mwishoni, itakuja Shaabani, itakuja Ramadhani, itakuja Shawali, tunaswali idi mbili. Mwenyezi Mungu atupe afya na atufikishe. Sasa shekhe anasema wasalatu al-eidaini sunnatun muakkada, swala ya idi mbili ni sunna iliyokokotezwa katika madhehebu ya Imamu Shafi na jamhuri ya wanazuoni, ukimtoa Imamu Abu Hanifa. Imamu Abu Hanifa yeye anaona swala ya idi mbili ni wajibu wa kila mtu, lakini Imam Shafi na Imamu Ahmad ibn Hanbal wao wanaona swala ya idi ni sunnatu muakkada. Idi maana yake ni ma yaudu wa yatakarrar, ni kitu ambacho kinajirudia rudia, ndio kinaitwa idi. Yani sio kitu kinachosimama kila mwaka kinajirudia, au kwa mwaka kinajirudia mara mbili mara tatu, hii inaitwa idi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tajalu qabri idan, msilifanye kaburi langu kuwa ni idi. Yani watu wanakwenda wanarudi, kwenda wanarudi. Fasallu alayya haithu kuntum, niswalieni huko huko mliko. Fa inna salatakum tablughuni, swala zenu mkiniswalia huko huko mlipo zinanifikia. Sio mtu kila mwaka anakuja kaburini kwa Mtume, anakwenda anarudi, anakwenda anarudi. Tusilifanye kaburi la Mtume idi, kwamba kila wakati wewe unakwenda pale. Kwa hiyo salatul idaini sunnatu muakkada, na swala ya idi mbili ni sunna iliyokokotezwa. Wa hiya rakaatani, nayo sunna hiyo inaswaliwa rakaa mbili, rakaa mbili tu. Na wakati wake ni baada tuluu shamsi wa irtifai qabla rumh, wakati unaingia jua likishachomoza
likapanda kiasi cha mkuki, wakati wa kuswali Idi ushaingia, na utaendelea ila muntasafi ashams, mpaka jua litakapofika katikati. Yaani kuanzia ule, tunasema kwa ufupi, kwanza wakati wa dhuha wote ndio wakati wa kuswali swala ya Idi. Idi zote mbili, yaani jua likishachomoza likapanda kiasi cha mkuki, ni wakati wa kuswali Idi. Kuanzia wakati huo mpaka jua litakapofika katikati ya mbingu, muda umeisha kuswali. Na Idi ni katika sunna, ni katika swala, ni sunna kuziswali jamaa. Swala ya Idi ni katika swala za sunna, zenyewe ni sunna kuziswali jamaa, yaani kuswali jamaa swala ya Idi ni sunna. Kwa hiyo tuswala jamaatan au jamaatun wa furada. Swala ya Idi inaweza akaswaliwa jamaa au mtu anaweza akaswali mmoja. Sisi tunaelewana? Hii ndio tofauti ya swala ya Idi na swala ya Ijumaa. Swala ya Ijumaa kuswali kwa jamaa ni wajibu. Isiposwaliwa kwa jamaa swala ya Ijumaa hakuna swala, lakini swala ya Idi ni sunna kuiswali jamaa. Mtu anaweza akaswali peke yake swala ya Idi. Mtu anaweza akaswali peke yake. Yaani mtu kafika kwenye mswala wa Idi pale, kachelewa, kakuta imamu ameshatoa salamu, tunamwambia swala imekupita, usiswali tena? Hataswali pale pale. Si tunaelewana? Hata swali huwezi kumwambia wewe tena, ulishakuja imamu aishatoa salamu, si tuisha swali, labda imamu anatoa hutuba mbili, anasoma hutuba mbili pale, yeye afike akae tena, hakuna kuswali tena. Hapana. Swala ya Idi inaswaliwa jamaa na anaruhusiwa mtu kuswali mmoja mmoja. Kwanza hili lazima tulifahamu. Na mtu anaweza akaiswali swala ya Idi pale uwanjani au nyumbani. Mathalan, umefika uwanjani pale, umekuta amemaliza kuswali, unaruhusiwa kurudi nyumbani ukaiswali hiyo swala ya Idi nyumbani kwako peke yako. Lakini Ijumaa huwezi kufanya hivyo, hairuhusiwi. Ijumaa huwezi kuswali peke yako, utalazimika kuswali adhuhuri. Hivi ni vitu muhimu ambavyo watu wengi hawavifahamu, na mtu anaona watu waishaanza kuswali Idi, mimi nishachelewa. Mtu anaona tena huku nyumbani hawezi kuswali tena, kwamba kisha chelewa swala ya Idi. Nyumbani unaweza ukaswali swala ya Idi, hasa akina mama, ambao wamekuwa ni wazito kwenda kwenye swala ya Idi, wao waswali Idi nyumbani. Inaswihi kuswali Idi peke yako na inaswihi kuswali Idi jamaa. Kuswali Idi jamaa ni sunna. Kwa hiyo shekhe anasema wahia rakaatani, hiyo swala ya Idi inaswaliwa rakaa mbili kama ilivyokuwa Ijumaa, na inaswaliwa jahara, inaswaliwa kwa sauti ya wazi, imamu anasoma kwa sauti. Pamoja ni swala ambayo inaswaliwa mchana, lakini imamu atasoma kwa sauti kama alivyosoma, kama anavyotuswalisha katika swala ya Ijumaa.
Anasema yukabbiru fil ula 7, imamu atapiga takbira 7 katika rakaa ya kwanza, siwa takbiratul ihram, ukitoa takbiratul ihram. Imamu anayeswalisha au wewe unayeswali peke yako, katika rakaa ya kwanza utapiga takbira 7 baada ya ile takbira ya kukuingiza kwenye swala, inaitwa takbiratu al-ihram. Sawa? Takbiratul ihram ya Allahu akbar, unanuia kuswali idi. Idi gani? Idi fitri au idi al-adha. Hii takbira ya kwanza ambayo ni takbiratul ihram, hii uihesabu. Hii haimo kwenye hesabu. Ukichanganya na hii takbira zitakuwa 8 kwenye rakaa ya kwanza. Kwa hiyo takbira, na hizi takbira zote hukumu yake ni nini? Hizi takbira 7 hizi, hii ya kwanza hii ni nguzo. Takbiratul ihram ni nguzo, hii huwezi kuiacha. Lakini hizi 7 hizi takbira zenyewe 7 hizi ni sunna. Kwa hiyo hata imamu ikitokea hizi kasisahau, kapiga takbira moja tu Allahu akbar, kasahau, kaanza audhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin, hawezi kuzirudia tena zile. Watu wasitoke pale, idi yetu imekuwaje? Hizi takbira zenyewe 7 ni sunna. Sisi tunaelewana? Ndio maana tuko darasani hapa, tusome kitu kimoja kimoja. Kwa hiyo shekhe anasema yukabiru fil ula 7, atapiga takbira katika rakaa ya kwanza ya swala ya idi takbira 7, siwa takbiratul ihram, ukitoa takbiratul ihram takbira 7. Wa fi thaniya, na katika rakaa ya pili 5 atapiga takbira 5. Zimepungua ngapi? 2. Siwa takbiratul qiyam, ukiondosha takbira ya kisimamo, yani takbira ile unayosimama kutoka kwenye usujudu unasimama juu, ile Allahu akbar inayokuleta juu, anasema hii usihesabu. Baada ya kwamba umeshasimama na takbira hiyo, utapiga baadaye takbira 5. Kwa hiyo ukihesabu na ile ya kusimama zitakuwa 6 kwenye rakaa ya ngapi? Kwenye rakaa ya pili. Kwa hiyo hata hizi 5 zenyewe ni sunna. Wayakhtubu baadahuma khutbatayn, kisha baada ya kumaliza kuswali khatibu atahutubu khutuba 2. Katika madhhabi ya Imam Shafi khutuba lazima ziwe 2. Wapo wanazuoni wanaona khutuba ya Idi ni 1 tu, kwa sababu Mtume alizungumza na wanaume akatoka akaenda kuzungumza na wanawake, kwa hiyo akahesabu kwamba khutuba ni 1 tu. Lakini kwenye madhhabu ya Imam Shafi khutuba zaidi lazima ziwe 2, kama zilivyokuwa za Ijumaa. Kama tulivyozungumza kwenye khutuba za Ijumaa na khutuba zaidi ni hivyo hivyo, lakini tofauti tu hukumu ya hizo khutuba, hukumu zake ni 2 tofauti. Khutuba ya Ijumaa ni nguzo, lakini khutuba ya Idi ni sunna. Khutuba ya Idi ni sunna, sio nguzo katika ili swala. Kwa hiyo imamu akishatoa salamu atanyanyuka, atasoma khutuba 2, na kwa sababu ni sunna hizi khutuba 2, sio lazima imamu akisoma hizo khutuba 2 awe na udhu. Imamu ameswalisha rakaa 2 zaidi,
amemaliza salamu alaikum wa rahmatullah, udhu ukamuharibika, halazimiki kwenda kutawadha ili asome hutuba mbili zaidi. Atasoma hutuba mbili zaidi bila kuwa na udhu, kwa sababu hizi sio nguzo, tofauti na hutuba ya Ijumaa. Hutuba ya Ijumaa anayehutubu lazima awe na nini? Lazima awe na udhu. Kama hakuna maji atatayamam ndo asome hutuba, lakini hutuba ya Idi mbili sio lazima anayesoma hutuba huyo awe na udhu. Haya.